Imekuwaje sasa? Sostenes, vuguvugu hili ukiachia mitaani na barabarani, lakini mtandaoni ndo lipo kubwa sana la kusema tunatakiwa tulete mabadiliko, tunatakiwa tutoke barabarani na yote hayo. Na mitandao haipo kwa ajili hiyo peke yake. Ipo kwa ajili ya manufaa mengi sana. Hebu zungumza na vijana, ni namna gani ambavyo wanaweza wakaendelea kukaa mitandaoni lakini wakabakia salama, na tumguse na mzazi pia. Maana sisi ndo tunawaruhusu wawe na hizo Instagram, wawe na Facebook, wawe na TikTok. Naam, nashukuru. Kwanza kabla sijafika kwenye kwenye jibu lako, niseme mimi binafsi natamani na hata vijana wengine wawaze hicho kitu. Sina passport, chochote kikitokea hapa naweza nikakimbia. Manake nitafia hapa. Sina mbadala. Kwa hiyo, hebu rudia tena, umesema hauna nini? Sina passport ya kuvuka mpaka. Kwa hiyo naamini vijana wengi walika kama ya kwangu pia hawana passport. Kwa hiyo watashindwa kuvuka mpaka. Kwa hiyo nafikiri pia mtu ambaye anawaza mabadiliko leo kwa kuleta vurugu, huyo kwanza hajaishi maeneo ya Tanzania ambayo yako mipakani, akaona watu wanavyopata shida kutoka nchi nyingine kukimbilia hapa Tanzania. Tunaona Burundi, tunaona maeneo mengine kama hayo wanakuja. Watu wa Kigoma watakuwa mashahidi sana. Sasa ukishajua hili, sidhani kama utakuwa sehemu ya kutafuta mabadiliko katika njia ya kuvuruga amani. Lazima utatafuta mabadiliko katika njia ambayo ni ya amani, kama ambavyo baba wa taifa alitafuta uhuru wa nchi hii kutoka kwa wageni kwa njia ya amani bila kumwaga damu. Kwa hiyo nafikiri iko hivyo. Lakini pia nikirudi kwa wazazi ambao pengine wanakuwa na jukumu la kutununulia hizo simu na vifaa vyote vya kimitandao, basi wawe wanatupa orientation na kutufundisha mara kwa mara kuhakikisha kwamba mitandao inaweza ikawa sehemu ya kutengeneza kipato, inaweza ikawa sehemu ya kuongeza maarifa na kujiandaa kwa ajili ya majukumu mengi makubwa ya kujenga taifa hili kwa siku zijazo. Nafikiri ni hayo. Asante sana.